Katika kipindi cha usitishaji wa vita baina ya Hamas pamoja na Israel, kundi hilo la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas limesema kwamba limejijenga upya na kwamba lina uwezo wa mapambano wa siku zijazo wakati wowote. Kiongozi mmoja wa ngazi za juu wa harakati za wapiganaji wa Kiislamu wa Hamas wamesema kuwa ingawa uamuzi wa kuanzisha tena vita kwa sasa unaonekana uko mbali, lakini harakati hiyo tayari imejenga upya uwezo wake wa kijeshi ili kukabiliana na vita vyovyote vya siku za usoni. Hata hivyo, hayo yanakuja baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kusema kwamba katika siku zijazo huenda wakaanzisha operation kwa ajili ya kuwashughulikia Hamas, lakini wakati huu Hamas wanasema kwamba wamejipanga kwa muda mfupi na wapo tayari kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel. Bassam Khalaf amesema hayo na kuongeza kuwa kuanzisha tena vita katika hali ya hivi sasa ni jambo gumu zaidi kuliko hata huko nyuma, na hii inaonyesha kuwa kiwango cha utayari wa Hamas wa kukabiliana na matukio yoyote yanayoweza kutokea katika siku za usoni upo na ni wa hali ya juu. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa Waarabu mjini Cairo, Khalaf amesema hatushughulishwi na taarifa zilizovujishwa na vyombo vya habari kutoka ndani ya mkutano huo. Hamas inasubiri msimamo rasmi wa mkutano wa kilele wa Waarabu kuhusu matukio ya hivi karibuni. Kiongozi huyo mwandamizi wa harakati ya wapambanaji wa Kiislamu ya Hamas vilevile amesisitiza kwamba harakati hiyo ilikuwa ikishughulikia suala la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa katika ukanda wa Gaza hata hivyo kabla ya vita, na imekuwa ikitoa mwito wa mara kwa mara kwa kuundwa serikali ya namna hiyo kwenye ukanda huo. Bassam Khalaf ameongeza kuwa Hamas ilitoa pendekezo hilo la kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa kabla ya kuanza kwa vita, lakini upinzani dhidi yake ulipendelea kutoundwa serikali hiyo na badala yake kuundwa kamati ya kijamii. Kiongozi huyo wa ngazi za juu katika Hamas amesema waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anapinga serikali yoyote inayoongozwa na Hamas kwenye ukanda wa Gaza, lakini pia anapinga eneo hilo kuendeshwa na mamlaka ya ndani ya Palestina. Hataki kabisa kuweka utawala wa aina yoyote ya Wapalestina katika ukanda huo. Maana yake ni kwamba kiongozi huyo wa Israel Bwana Netanyahu anahitaji kulichukua eneo hilo na anataka kutumia nguvu ya aina yoyote kuona kwamba eneo la Palestina hasa katika ukanda wa Gaza linakuwa chini ya mamlaka yake. Ni wakati ambapo nchi hiyo ilitoa mapendekezo ya namna ya kujenga ukanda wa Gaza, huku waziri mkuu huyo akifanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump juu ya kuijenga Gaza upya, lakini mpango wao ilikuwa wanaweza kuutoa ukanda wa Gaza, na ndio maana walipendekeza kwamba raia katika ukanda wa Gaza itabidi wahamishwe wapelekwe katika mataifa kama vile Jordan pamoja na Misri. Lakini pendekezo hili kwa namna moja ama nyingine limepingwa na mataifa ya Kiarabu, na wakati huu mataifa hayo ya Kiarabu yamekubali kuchangisha kiasi cha dola bilioni 53 kwa ajili ya kuijenga upya Gaza kutokana na kuharibiwa vibaya na makombora katika kipindi cha vita cha miezi 15. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu uendelee kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.